Katika siku 100 za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, mafanikio yafuatayo yameweza kufikiwa. Moja, kukamilisha mfumo wa usajili wa wakulima kidijitali. Hili ni moja kati ya jambo ambalo lilikuwa likizungumzwa sana, namna ya usajili wa wakulima wetu. Wizara tayari imekamilisha maandalizi ya mfumo huu, ambapo kazi ya kuwasajili wakulima imeanza rasmi kwa lengo la kuwa na kazi data sahihi ya wakulima na shughuli zao wanazozifanya kila siku. Mfumo huu wa sasa umesimamiwa na wizara kupitia mradi wa uhimilivu wa mifumo ya chakula Tanzania na unalenga kurahisisha upangaji wa mipango, utoaji wa huduma za ugani pamoja na upatikanaji wa pembejeo na masoko. 2, kukamilisha mfumo wa ufuatiliaji na tathmini. Wizara imekamilisha uundaji wa mfumo wa kusimamia taarifa za ufuatiliaji na tathmini kwa shughuli za kilimo ambao kwa sasa upo katika hatua za majaribio. Aidha, matayarisho ya dirisha la shughuli za mifugo katika mfumo huu yanaendelea vizuri, ambapo mshauri elekezi alishapokea kazi hiyo na anaendelea kutayarisha. Dirisha la shughuli za maliasili imewekwa wazi katika mfumo huu ili kujumuisha shughuli hizo hapo baadaye. Mfumo huu utaimarisha ukusanyaji, uchambuzi na matumizi ya takwimu katika kufanya maamuzi sahihi ya kisera na kiutendaji. Kukamilisha ujenzi wa maabara mpya ya utafiti wa magonjwa ya mifugo. Ndugu zangu waandishi wa habari, miundombinu ya maabara mpya ya utafiti ya magonjwa ya mifugo imekamilika na tayari imeshazinduliwa rasmi. Maabara hii itasaidia kuimarisha uchunguzi, utambuzi wa haraka wa magonjwa ya wanyama na kuongeza uwezo wa kukabiliana na milipuko ya maradhi inapotokea. Lakini pia itakuwa ni kichocheo cha kukinga kutokea kwa maradhi hayo kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zitakuwa zinafanywa na matokeo hayo ya kusambazwa kwa wananchi. Utoaji wa ruzuku kwa zana za kilimo na uwezeshaji wa vijana. Serikali kupitia mradi wa kuongeza tija ya uzalishaji wa kilimo cha mpunga imetoa ruzuku inayowezesha upatikanaji wa zana za kilimo za mfano zinazotumika katika kutoa mafunzo kwa vijana watakaohudumia mabonde ya mpunga. Lengo ni kuwaunganisha vijana hao na taasisi za kifedha ikiwemo Benki ya Kilimo Tanzania TADB ili waweze kupata mikopo nafuu kwa ajili ya ununuzi wa zana na teknolojia za kisasa. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa mageuzi wa sekta ya kilimo unaolenga kuwajumuisha vijana katika minyororo ya thamani ya kilimo. Ndugu waandishi, jambo jingine ni uanzishwaji wa kiwanda cha vifaranga vya kuku. Kiwanda kimoja cha uzalishaji wa vifaranga vya kuku kimeanzishwa katika eneo la Kwambani chenye uwezo wa kuzalisha vifaranga 30,000 kwa wiki. Aidha, mwekezaji mwingine katika eneo la Pangeni yupo katika hatua za mwisho kukamilisha ujenzi wa kiwanda cha vifaranga pamoja na kiwanda cha uzalishaji wa chakula cha kuku. Miradi hii inatarajiwa kuimarisha sekta ya kuku na kupunguza utegemezi wa uagizaji wa kuku kutoka nje. Ndugu waandishi, haya yote yasingewezekana bila ya uwepo wa mashirikiano mazuri baina ya wakulima, wafugaji na wataalamu wa wizara wenye jitihada za dhati kabisa na malengo ya pamoja ya kuleta mageuzi ya kilimo kutoka kilimo cha kujikimu kuelekea kilimo cha biashara. Pamoja na hayo, Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kupitia sekta yake ndogo ya misitu imeshapokea miradi 16 ya uwekezaji katika misitu yote iliyopo Zanzibar, Unguja na Pemba. Misitu ambayo inakwenda kutumika kwenye uwekezaji huo ni hifadhi ya taifa ya Taifa ya Jonzani, Ghuba ya Chwaka, hifadhi ya taifa ya Jonzani
ina mradi mwingine, lakini pia shamba la misitu Chaane Masingini litatumika kwa uwekezaji. Msitu wa hifadhi Ras Kiuyu, msitu wa hifadhi Ngezi Vumawindi eneo la Tondooni Pemba, msitu wa hifadhi Kidikotundu Nongwe Vundwe katika eneo la Nongwe. Lakini pia kuna mradi eneo la Wangwani kuelekea nyumba ya idara iliyopo Chwaka. Kuna mradi hifadhi ya taifa ya Jozani Chwaka Bay. Kuna mradi ukanda wa uwekezaji katika msitu wa jamii ya Mtende. Kuna mradi katika msitu wa hifadhi Kidikotundu, mradi mwingine block za Vundwe na Kidikotundu. Kuna mradi wa hifadhi wa Jozani pia kupitia Muyuni, Jambiani Muyuni samahani. Kuna mradi wa msitu wa hifadhi ya jamii Charawe Ukongoroni. Kuna mradi wa hifadhi ya msitu wa jamii Mtende wa Kungwi na Kirijo. Kuna mradi katika msitu wa hifadhi Kidikotundu. Kuna mradi wa msitu wa hifadhi Kiwengwa Pongwe. Kuna mradi katika msitu wa Masingini katika eneo la City Park. Hii ni miradi 16 ambayo tayari tumeshapokea. Tunaendelea na majadiliano. Ipo miradi ambayo tumeshaingia makubaliano ya awali kwa maana ya Memorandum of Understanding. Aidha, tuna mradi mkubwa wa uhimilivu wa mifumo ya chakula ambao unaendelea hivi sasa na una jumla ya fedha zitakazotumika ni dola milioni 22.7. Mradi huu ni fedha za mkopo kutoka IDA, mkopo IFAD, mkopo kutoka JICA, lakini pia ni mradi wa msaada wa program ya serikali ya Japani. Mradi huu unakwenda kukarabati mabonde ya umwagiliaji maji Unguja na Pemba 16. Uwepo wa mradi huu unakwenda kufanya kazi zifuatazo: kukarabati mabonde 16 Unguja na Pemba kama nilivyoeleza, kuandaa mpango mkuu wa umwagiliaji maji, kuandaa mpango wa kuendeleza uzalishaji wa mpunga Zanzibar, kuandaa mfumo wa usajili wa wakulima Zanzibar, pamoja na mambo mengine yanayofanana na hayo. Wanufaika wa mradi huu wanategemea kufikia 100,000. Mabibi na mabwana shamba 170, lakini pia wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo. Uwepo wa mradi huu unakwenda kuongeza tija ya uzalishaji katika sekta ya mpunga kutoka tani tunazozalisha hivi sasa za mchele ambazo takriban 27,000 hadi kuelekea tani 30,000 au 35. Ndugu waandishi, Zanzibar tunakabiliana na janga kubwa la ndege adui kunguru. Ndege huyu ana historia kubwa, anajulikana kama kunguru wa India. Tuna mradi wa kutokomeza kunguru wa India ambao utatekelezwa kwa takriban kipindi cha miaka 10. Tunajaribu kuufupisha ili tuweze kwenda nao kwa muda mfupi zaidi. Lakini tunafanya hivi kwa sababu kadiri tunavyoteketeza ndivyo ambavyo na wao wanazaliana. Kwa hiyo tutakwenda nao kwa miaka 10 kuhakikisha kwamba tunapunguza kunguru katika visiwa vya Unguja na Pemba. Naomba nitoe taarifa kwamba hadi sasa Zanzibar inakadiriwa kuwa na kunguru wa India wapatao 1,700,000 kutoka kunguru wachache ambao tulipatiwa zawadi. Bajeti ya mwaka kwa utekelezaji wa mradi huu ni bilioni 1,876,166,000. Hadi sasa tumeshatekeleza kunguru 13,000 kupitia mitego 9 tulionayo kwa sasa. Kusudio la mradi ni kuwa na mitego 100 kwa awamu ya kwanza
ambapo tunaweza kukamata kunguru 36,364,000 kutoka wale kunguru 1,107,000. Kwa kila mwaka tunapanga kuteketeza kunguru 300,064. Hii itategemea na utiaji wa chamba na utafutaji wa mitego kwa karibu. Mradi huu ni mradi wa shirikishi ambao unaendeshwa na wadau mbalimbali ikiwemo Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu na Wizara ya TAMISEMI kupitia vikosi maalum au idara maalum, lakini pamoja na halmashauri pamoja na wadau wa mazingira ikiwemo ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kupitia ZEMA na wataalamu binafsi wanaoguswa na athari za ndege kunguru au kunguru wa India. Tayari elimu imeshatolewa katika vyombo vya habari na tunaendelea kufanya hivyo kueleza athari zinazopatikana kutokana na ndege huyu. Athari za kunguru wa India ni pamoja na kushambulia maeneo ya kilimo, wanyama wadogo wadogo na ndege wakiwemo wa kufugwa na wale ambao si wa kufugwa, kuathiri bayoanuai za ndege wa asili, kusambaza maradhi, kusababisha majanga ya moto na pia kuathiri uchumi wetu kiujumla. Ndugu waandishi, kunguru wana tabia ya kuchukua na kusafirisha vitu mbalimbali, vinginevyo vikiwemo vya maradhi, lakini pia vile vyenye asili ya moto, na wameshasababisha athari kama hizi katika maeneo mbalimbali. Ni moja kati ya ndege adui ambaye pia husambaza maradhi katika maeneo yetu.